Baada ya leo hii kuamka na taarifa ya afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe kuweza kutiwa nguvuni na vyombo vya dola ama polisi pale katika mkoa wa Tabora. Hatimaye Ali Kamwe baada ya purukushani za hapa na pale, lakini pia kufanyiwa mahojiano na vyombo vya dola na maanisha polisi pale katika mkoa wa Tabora, katika kituo kikuu cha polisi katika mkoa wa Tabora. Hatimaye mchana ameweza kufanikiwa kuachiwa na inaelezwa kwamba ni kwa dhamana, na hii ni baada ya viongozi wa klabu ya Yanga kushiriki vilivyo katika zoezi hili kuhakikisha kwamba kijana ambaye ni mtendaji wao anaachiwa huru na mambo mengine ama taratibu nyingine zinaweza kuendelea kufuatwa. Lakini taarifa ambayo ilipatikana kutoka kwa RPC wa mkoa wa Tabora inathibitisha kwamba Ali Kamwe alitiwa nguvuni kwa kile ambacho kinaelezwa kwamba kutoa maneno mabaya ama kuitusi mamlaka baada ya kutoa maneno kutumia lugha chafu kwa viongozi wa serikali. Na kiongozi mwenyewe wa serikali ni mkuu wa mkoa wa Tabora Bwana Paul Matiko Chacha. Sasa baada ya kufanyiwa mahojiano, Ali Kamwe ameonekana akiwa anatoka katika viunga hivyo vya kituo kikuu cha polisi Tabora, huku nyuma kukiwa na watendaji kadhaa wa klabu ya Yanga. Mmojawapo ni CEO wa klabu ya Yanga Andrew Ntine, lakini pia alionekana pia mkurugenzi wa wanachama wisi mwingine ni Ibrahim Samuel na viongozi wengine wa kamati tendaji za klabu ya Yanga. Hii yote ilikuwa ni kwa ajili ya kutia nguvu na kuweza kujua mustakabali wa kijana wao Ali Shabani Kamwe baada ya kutiwa nguvuni mnamo majira ya saa 7:30 usiku wa jana, au ni usiku wa kuamkia leo. Na hii ni baada tu ya kumalizika kwa mchezo kati ya Tabora United dhidi ya Yanga, ambao mchezo huo ulitamatika kwa Yanga kuweza kuibuka wababe baada ya kupata ushindi kwa magoli 3-0, magoli yakifungwa na Isra Patrick Mwenda, Clement Mzize pamoja na Prince Malele Dube. Sasa Ali Kamwe yuko uraiani, lakini haijajulikana ni kwa dhamana ya namna gani, maana kuna dhamana nyingine zinakuwa zinakunyima wewe kutoka katika mkoa fulani, na pia wakati mwingine utakuwa unahitajika kuhudhuria polisi ama mahakamani kwa kipindi cha muda fulani ili waendelee kufuatilia shauri lako ama shauri ambalo wamelifungua juu yako. Hii ni wazi kuwa tuhuma hizi zimeratibiwa na Jamhuri kupitia polisi pale katika mkoa wa Tabora, na miongoni mwa maneno ambayo Ali Kamwe aliyazungumza ndio ambayo imemtia hatiani. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Sport.